Unaangalia Midraj TV, tabasamu lenye kudumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewe ndugu yangu ambaye unayetufuatilia katika channel yetu ya Midraj TV. Katika kipindi cha siku ya leo, moja ya kipindi bora kabisa ambacho tutakachokuletea ni faida au maajabu ya mti unaoitwa mlonge, au almaarufu kiduniani unafahamika kwa jina la moringa. Mti huu ni moja mti ambao wenye maajabu makubwa, maajabu mengi sana, kwa sababu ndani yake huu mti una uwezo wa kutibu maradhi mengi mno kupita maelezo. Na huu mti faida yake kubwa au maajabu yake makubwa, kabla tujaenda kwenye faida, maajabu makubwa wa mti huu, kuanzia majani yake ni dawa, kufuatia maua yake ni dawa, kufuatia tunda zake ni dawa, lakini pia magamba kwa maana magome ni dawa, na mizizi ya mti huo moringa au almaarufu mlonge ni dawa. Ukiangalia miti michache sana katika miti ile ya tiba, ukakuta una faida kupata kila kilichokuwemo katika mti huo ikawa ni dawa. Miti michache sana. Kuna miti mingine dawa inakuwa ni mizizi tu, majani si dawa. Na kuna miti mingine unakuta dawa inakuwa ni majani tu, mizizi si dawa. Lakini ipo miti mingine unakuta inakuwa dawa ni magome au magamba, lakini vitu vingine visiwe ni dawa. Lakini huu mti wa mlonge au almaarufu moringa ni moja mti wenye maajabu makubwa, kwa sababu kuanzia juu, katikati, chini, maua mpaka tunda zake, zote hizo ni dawa. Na ni mti ambao unaota maeneo mengi. Watu wengi tunaufahamu, lakini wengine hawajui unasaidia nini na nini na nini. Kashasumbuka sana. Leo utapata kujifunza, ambayo hapa tuna sampo yake, ambayo sampo tuliyokuwa nayo hapa tuna majani ambayo yanaotokana na mti huo, lakini pia tuna maua ambayo yanaotokana na huo mti wa mlonge au moringa, lakini pia tuna tunda ambazo zinazotoka katika mti wa mlonge au mti wa moringa. Yote haya ni majina yake, lakini kuna baadhi ya maeneo hawaufahamu kwa jina la mlonge, wanaufahamu kwa jina la moringa. Kwa hiyo yule ambaye siku ya leo amepata kuiona hii clip, basi atanufaika kwa kupata faida zaidi ya 18 zinazopatikana katika mti unaoitwa moringa au mti unaoitwa mlonge, ambazo hizo faida zote tutaelekezana siku ya leo. Lakini si faida tu, unaitumiaje mti huo, utautumia vipi katika kuweza kujitibu maradhi yako, tutakuelekeza siku ya leo. Ungana na sisi katika kuweza kupata faida katika kujua mti wa mlonge unatibu maradhi ya aina ngapi, ambayo tumeeleza hapo awali. Zaidi ya maradhi 18 yanatibika kwa kupitia mti wa mlonge, kuanzia majani, tunda, maua, magamba kwa maana magome yake, pamoja na mzizi. Una uwezo wa kutumia ikakubegea faida kubwa sana na ukaweza kunufaika. Moja ambayo wa maradhi yanautibu mti huu wa moringa au mlonge, unatibu maradhi mengi sana. Tutataja maradhi kwa haraka haraka ambayo yanautibika kwa kupitia mti huu. Ni maradhi ambayo tumetaja 18 na zaidi, lakini kutokana na muda tuliokuwa nao tutafinya kidogo ili tutaje hizo 18, nyingine tutakuja kutaja katika siku nyingine. Faida ya kwanza ambayo inayopatikana katika mti wa mlonge, hutibu maradhi ya kifua kikuu. Kuna watu wanasumbuliwa na maradhi ya kifua kikuu, yani mtu anaumwa maradhi ya kifua kikuu, ameshatumia dawa za hospitali nyingi sana, lakini faida ya kunufaika kwa zile dawa anazozitumia za hospitali, au ameshatumia dawa za mitishamba mingi hajapata kupona, basi mimi nakushauri tafuta mti wa moringa au mti wa mlonge,
uweze kuutumia kama unasumbuliwa na maradhi ya kifua kikuu. Lakini pia mlonge, faida ya pili, inapatikana kuweza kutibu maradhi ya mba. Kuna watu wanasumbuliwa na mba kwa muda mrefu sana, kashatumia dawa nyingi, lakini mba haiondoki. Mti wa mlonge au almaarufu moringa una uwezo wa kukusaidia kukuondolea maradhi ya mba uliokuwa nayo. Lakini pia faida nyingine, maradhi ya aina tatu. Maradhi ya aina ya tatu ambayo yanautibika kwa mti wa moringa au mti wa mlonge ni maradhi ya mtu kusumbuliwa na homa ya vipindi. Kuna watu wana ile homa ambayo ya vipindi, yani ikifika kipindi fulani anakuwa na homa na inamrejea mara kwa mara, inamjia mara kwa mara, anasumbuka nayo. Dawa hiyo ni dawa gani ya kutibu hiyo homa ya vipindi? Basi tafuta mti wa moringa au mti wa mlonge, utapata kukusaidia kukutibu maradhi uliyokuwa nayo, haswa maradhi ambayo tumeyataja hapa ya homa ya vipindi. Lakini faida nyingine zinazopatikana katika dawa ya moringa au mti wa mlonge ni kutibu malaria sugu. Kuna watu wanasumbuliwa na malaria sugu, ambayo malaria hiyo inapelekea kuwafanya wanakosa kuwa na hali nzuri ya utimamu wa kimwili. Malaria akiitibu leo, akikaa siku mbili malaria imekuja, au akikaa wiki malaria imekuja. Anaweza kawa amepata afueni leo, mwezi huu kaisha, mwezi unaokuja akapata malaria. Sasa kama ukisumbuliwa na maradhi ya malaria, basi dawa ya kuitibu ni huu mti wa mlonge ambayo nilokuwa nao hapa, na leo nimesema kwamba tuna majani yake, lakini pia tuna maua yake na tuna tunda zake. Imekosekana hapa magome pamoja na mizizi ya dawa hii au mti huu wa mlonge au moringa. Faida nyingine ambayo inautibu mti huu, maajabu yake, ina faida nyingi sana. Tunaenda kwa kuweza kutaja haraka haraka. Kama sikosei, nitakuwa nipo katika faida ya 4 au faida ya 5. Kwa maana ugonjwa wa magoti, magoti ambayo yanasababisha damu kuganda kwenye mishipa. Kuna watu wanasumbuliwa ugonjwa wa magoti na damu huwa ina kawaida ya kuganda katika maeneo ya mishipa, haswa kwa yule ambaye anaisumbuliwa na hali ya tatizo la magoti. Anapata maumivu katika magoti, damu inashindwa kupita vizuri katika mishipa yake, kwa sababu mwili wa mwanadamu maeneo yote yamepata kuwa na hali ya kupita mishipa ya damu. Sasa wale wanaosumbuliwa na magoti inaweza kuwachangia pia kuwafanya mishipa ile ya damu ikawa ina kawaida ya kuganda. Sasa ikiwa unasumbuliwa na tatizo hilo, dawa ni hii, dawa ya mti wa mlonge au moringa. Una uwezo wa kukutibia tatizo lako likaondoka, na ukawa hausikii maumivu na wala damu haigandi katika maeneo ya mishipa sehemu yako ya goti. Lakini pia dawa hii ina uwezo wa kutibu kuwashwa kwa ngozi. Kuna watu wana kawaida ya kusumbuliwa na maradhi ya kuwashwa kwa ngozi. Akianza kujikuna, una uwezo wa kumuonea huruma kwa namna anavyopata tabu, kwa namna anavyopata dhiki ya yeye kusumbuliwa na maradhi ya kuwashwa kwa ngozi. Sasa kama unasumbuliwa na maradhi unawashwa na ngozi yako inakuwasha, inapelekea mpaka unajikuna, unajichuna, basi tambua dawa kiboko ya hayo maradhi yako. Ikiwa umeshatumia dawa nyingi sana na hazijakuletea matokeo, chukua mti wa mlonge, kwa maana upate kutumia, na faida zipo kubwa. Nimeeleza majani yake, maua yake, tunda zake, magome pamoja na mizizi. Ina uwezo wa kukutibu wewe maradhi ukapata kuweza kupona. Kwa hiyo yule ambaye anayesumbuliwa kuwashwa kwa ngozi apate kuchukua hivi. Matumizi yake mwisho wa kipindi nitakuja kuweza kueleza. Lakini kuna wengine ambao wanayosumbuliwa na CD4. Yaani kwa wale ambao wana maradhi ya ukimwi. Yaani kuna watu wana maradhi ya ukimwi, alafu ile CD4 yake huwa ina kawaida ya kuto kuongezeka. Yaani anapambana sana kutumia dawa za kihospitali,
lakini bado ile CD4 yake haipati kuweza kuongezeka. Kwa wale waathirika wa maradhi ya ukimwi, basi hii dawa ya moringa au mlonge basi ina uwezo wa kukusaidia wewe ile CD4 yako ikapata kuongezeka. Utakapotumia mti wa mlonge au moringa, unakutibia wewe ambaye mwenye maradhi ya kuathirika na ukimwi, CD4 yako ikapata kuongezeka. Wale ambao wameshasumbuka sana, dawa ni hiyo ya mti wa mlonge. Pahala popote ukikutana napo, basi uchukua dawa hiyo upate kuweza kutumia kwa maelekezo tutakayoweza kukuelekeza. Lakini pia kwa watu wengine ambao wanaosumbuliwa maumivu ya mgongo, yani kuna watu wana maumivu ya mgongo, mgongo unakuwa na maumivu makali yasiyosikia dawa, yasiyotulia, mti wa mlonge au almaarufu moringa una uwezo wa kukutatulia hiyo shida yako ya wewe kuumwa na maradhi ya mgongo. Ikiwa umeshatumia dawa sana, ikiwa umeshatumia sana kila aina dawa, ukatoa umetumia dawa yako ili kutibu tatizo hilo, basi una uwezo wa kutumia hii mlonge au moringa ikapata kukuondolea madhara ya hayo ambayo unaosikia. Maumivu ya mgongo, wakati mwingine mpaka maumivu ya kiuno. Maumivu ya mgongo na maumivu ya kiuno inaweza ikakuathiria, ikakugia athari, ikapelekea ukashindwa kufanya shughuli zako vizuri. Kwa hiyo chukua huu moringa au mlonge upate kukutibia maradhi ya mgongo au maradhi ya kiuno. Ukiwa unasumbuliwa sana na umeshatumia dawa haijakutibu, tumia hii dawa ya mti wa mlonge au moringa. Lakini faida nyingine ya hii dawa ya au mti huu wa mlonge unaosaidia ni faida gani? Ni faida kwa yule mtu ambaye mwenye kusumbuliwa na athari ya kifua kubana. Kuna watu vifua vyao vinawabana. Wakibanwa na vifua inapelekea wakati unawaonea mpaka huruma, namna wanavyoishiwa na nguvu, namna wanavyopata tabu katika kuhema. Basi hii dawa ya mti wa mlonge au moringa ina uwezo wa kukusaidia kutibu tatizo la kifua kubana. Ukiwa unasumbuliwa na kifua kubana, hii inasaidia kuweza kutibu hicho kifua chako kama unasumbuliwa na kifua hicho ambacho cha kubana. Lakini pia kwa yule mtu ambaye mwenye kusumbuliwa na matatizo ya macho. Macho yako yana matatizo, hayaoni vizuri. Macho yako mara yana muwasho, macho yako mara hayaoni mbali. Macho yako yanakuwa yanakusumbua sana, kutoa machozi mara kwa mara na vitu vingine vingi. Huu mti wa mlonge au moringa una uwezo kutatua shida yako ya macho. Chukua hii dawa, chukua huu mti, utaweza kukusaidia na ukapata kuweza kuondokana na tatizo hilo. Lakini faida nyingine ya mti wa mlonge au moringa ni kutibu vidonda vya koo. Kuna watu wanasumbuliwa na maradhi ya vidonda vya koo. Huu mti wa moringa au mti wa mlonge una uwezo wa kukutibia ukaondokana na hilo tatizo, ukawa salama, vidonda vya koo vikatoka kabisa na ukawa vizuri. Lakini kuna wengine ambao tatizo jingine linalotibu mti huu ni matatizo ya mtu kusumbuliwa na mapafu. Dawa hii pia inasaidia. Kuna watu ambao waathirika sana na mapafu. Kuna watu ambao wanaotumia sigara, lakini wengine wanaotumia vitu vya kumletea madhara ya kumfanya shisha na vitu vingine, vinakuathiri katika njia kubwa ya wewe katika sehemu kubwa ya mapafu. Ukiwa na tatizo la mapafu, umeshaenda hospitali ukaambiwa mapafu yako hayapo sawa, umetumia dawa nyingi lakini bado unapata shida na mapafu, haswa katika swala zima la hewa, basi jitahidi utumie hii mlonge ikiwa umeshatumia dawa nyingi, na usitumie dawa hii bila kupata ushauri wa daktari. Ukiwa umeshatumia, umeenda hospitali, umegeiwa utaratibu, umetumia dawa bado tatizo halipo vizuri, njoo halijatoka vizuri, njoo chukue hii dawa sehemu yoyote utakapokuta. Sio lazima kuja mpaka ofisini, sehemu yoyote. Inawezekana kwenye maduka ya dawa za asili, kanunue. Inawezekana mtaani umeukuta mti huo, chukua. Haina ulazima kutoka ulipokuwepo kuja huko, hapana. Hata sehemu utakapokuta mti huo, chukua, katumie katika matumizi nitakayokuelekeza. Nenda alafu uone faida yake kwa mtu mwenye kusumbuliwa na mapafu. Lakini pia maumivu ya tumbo.
Kuna watu wana maumivu ya tumbo. Maumivu hayo ambayo yanawapelekea kuwafanya matumbo yao yakawa yanawaka moto, matumbo yanakuwa yana hali si nzuri, kukwangua na kufanya hali tofauti tofauti. Kwa hiyo ukiwa na hali ya kuwa wewe unasumbuliwa na tumbo lako kuwa na maumivu ya mara kwa mara, hii dawa ya mlonge hutibu hayo matatizo yako ya wewe kusumbuliwa na tumbo la maumivu. Lakini pia husaidia kwa yule mtu anayekosa hamu ya kula. Huleta hamu ya kula. Mti wa mlonge au almaarufu moringa huleta hamu ya kula kwa yule mtu ambaye alikuwa amepoteza hamu ya kula. Tumia hii dawa ambao inatokana na mti huu wa mlonge, ima iwe dawa ya unga imetokana na majani, magome yake, tunda zake, maua yake, yanaweza kukusaidia kukuondolea hilo tatizo la wewe kukosa hamu ya kula. Lakini pia dawa ya mti wa mlonge hutibu pia tatizo la kulainisha choo. Kuna watu wanasumbuliwa tatizo la kulainisha choo, yani anapata choo kigumu, anajisaidia choo chake kinakuwa ni kigumu kupita kiasi. Hii dawa itakusaidia kuondoa tatizo hilo. Unautibu tatizo hilo, unaondosha tatizo hilo, na unakuwa vizuri, na unakuwa katika hali ambayo ya kuwa hautakuwa na tatizo la wewe kupata choo kigumu. Lakini pia dawa hii inaenda kutibu tatizo la mtu kukosa hamu ya tendo la ndoa. Na watu wamepoteza ile hamu, hajisikii hamu kabisa. Hii dawa kwa maana mti wa mlonge au moringa ina uwezo wa kukutibu, kukusaidia wewe kuondosha tatizo la kukosa hamu ya tendo la ndoa. Na hata kwa wale wanaume wenye matatizo ya ufanisi mzuri katika tendo la ndoa, hii dawa inaweza kukusaidia. Hizi ni faida zote nilizokueleza zipo ndani ya hii dawa ambayo niliyokuelezea, mti wa mlonge. Ukikutana nao njiani, pambana. Kama una matatizo niliyoyataja hayo, chukua, nenda kayatumie katika matumizi nitakayokuelekeza, uone faida yake, na inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia kila aina kheri. Haya ni maradhi baadhi ambayo yanaotibu na yanautibiwa na huu mti wa mlonge au moringa, ambayo ukienda kuitumia hii dawa ina uwezo wa kukusaidia kukuondoshea maradhi yote niliyoyataja. Haina haja kuweza kuyarudia. Sasa tuende kwenye matumizi. Matumizi ya kwanza, mti huu wa moringa au mti wa mlonge una tunda. Zile tunda zake zilivyo, ukizimenya, kwa maana ukizifanya hivi kwa kuzimenya, ndani utakutana na kitu ambacho mfano wake ukizimenya zinakuwa kama karanga unavyokuwa unazimenya. Ndani utakutana na kitunda kidogo ambacho kinakuwa ni rangi ya maziwa au rangi nyeupe. Hichi kitunda ukichukua ukakitafuna, kwa maana ukakila, basi ladha yake inakuwa ni ladha tamu, na kuna wakati mwingine unaweza usisikie ladha. Tumia hii kwa kutafuna. Unavotafuna vile vitunda vyake pia vinafanya kazi kama kawaida. Vitunda vyake nimevieleza, vinakuwa sampuli hii. Ikiwa imekauka lile dude lake lile, au likiwa lipo bichi, utakutana na ipo katika muundo huu. Kwa hiyo katika huu muundo ambao unaokuwepo, ukiwa umekauka, basi chukua, menya. Ukikuta imekauka, chukua, menya ndani ya hichi kitunda cha nje ndani, kwa maana ukishamenya utakutana na kitunda cha rangi ya maziwa. Basi kitafune kile ili upate faida ya kuondosha tatizo uliokuwa nao. Kwa hiyo unaweza ukachukua vitunda hivyo ukawa unatafuna asubuhi, mchana na jioni. Ukawa unatafuna asubuhi, mchana, jioni. Kama umevipata vingi, vitakusaidia kukuondolea katika yale matatizo niliyoyataja hapo awali. Au haya majani yake ukapata kuyakausha, kisha ukayasaga, ukapatikana kama unga. Unaweza ukatumia kwa yule ambaye aliyekuwa mtu mzima, anaweza katumia kwa muda wa siku zisizopungua. Kama tatizo ni kubwa sana, fanya kwa maana kwa kutumia mpaka siku 15. Lakini ikiwa ni tatizo ni dogo, unaweza ukatumia kwa muda siku 5 mpaka siku 7. Inshallah mara 2 kwa siku ukapata kuweza kunufaika. Kwa mtu mzima, yeye ambaye anaitaka kutumia hizi faida katika mti wa mlonge, hizi tunda hizi, ana uwezo wa kuzichukua tunda 5 mpaka tunda 7. Labda niweze kuelezea hapo. Ana uwezo wa kuchukua tunda 5 mpaka tunda 7.
akazitumia tunda hizo katika kuzitumia ima katika kuweza kuzichemsha au kuzitafuna, vyote atakavyoweza yeye, ana uwezo kuitumia kwa muda wa siku zisizopungua. Siku hizo ni siku 7 au mwezi mmoja, ikiwa tatizo ni kubwa sana. Kwa maana mwezi mmoja, kwa maana tunazungumzia hapa likiwa ni tatizo ambalo ni sugu, umeshatumia dawa sana, mfano wa malaria, homa, maumivu ya tumbo na mengineo mengi. Ikiwa yamechukua muda mrefu, tumia walau hata kwa muda wa siku 7, walau kwa siku 15 mpaka siku 30, kwa maana mwezi mmoja. Kwa yule aliyekuwa mtoto, matumizi yake, kwa maana atatumia mara 2, kutwa mara 2. Si tumefahamiana? Kuanzia umri wa miaka 2 mpaka umri wa miaka 10 ana uwezo kutumia dawa hii mara 2. Na uzuri, usitumie bila kupata ushauri wa kitibabu. Yaani kwa maana mshauri wa kitabibu, utakapotumia dawa hii kwa kujitumia wewe mwenyewe bila kuzungumza na daktari, bila kuzungumza mtu wa tiba, akakuuliza ukubwa wa tatizo lako lina muda gani, na akapata maelezo ya kutosheleza, kisha ndio akakushauri utumie kwa namna gani, ndivyo inavyofaa. Usifanye kwa kujiamulia mwenyewe, kwa sababu hii ndio maana nimekuelezea. Unawezekana kwa ugonjwa wako akakushauri tumia mizizi yake. Inawezekana kwa ule ugonjwa uliokuwa nao akakushauri tumia magamba, kwa maana magome. Kwa ule ushauri kwa yale maongezi yenu mtakaozungumza, kwa ushauri anaweza akakushauri ukatumie majani yake yapate kusagwa utumie. Yote hayo yanawezekana. Kwa hiyo usitumie bila kupata ushauri wa kitabibu, itakuwa ni sababu ya wewe kukugea wepesi katika kujitibu tatizo lako. Kwa hiyo yule ambaye aliyekuwa mtoto atatumia kwa kutwa mara 2 kwa muda wa siku 7 tu, kuanzia miaka 2 mpaka miaka 10. Yule aliyekuwa mtu mzima ana uwezo kutumia siku 7, siku 11 mpaka mwezi mmoja, ikiwa ukubwa wa tatizo, na inshallah yeye atatumia kutwa mara 3. Kwa hiyo ikiwa una tatizo fulani, muone tabibu kwa lile tatizo lako. Ukimwambia mimi nasumbuliwa na kifua, nasumbuliwa na mapafu, nasumbuliwa na malaria, nasumbuliwa na tumbo, nakosa hamu ya kula, napata choo kigumu, yeye ndio atakushauri uitumie nini. Unga wa majani yake, utumie tunda, utumie magome au mizizi. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ambaye unainisikiliza, unanifuatilia kwa siku ya leo, itoshe wewe ndugu yangu kupata faida kwa kile ambacho tulichokiwasilisha kwako kwa kupitia faida na maajabu ya mti wa mlonge. Nikuombe tu ndugu yangu upate kusubscribe ikiwa ni siku yako ya kwanza, upate kupata faida kwa dawa mbalimbali. Inawezekana mtaani kwako mti huo umeota, lakini hujui unasaidia nini. Nimekutajia maradhi yanayotibu mti huu, lakini pia faida ya kwa kutumia matumizi gani ambayo unatakiwa uweze kuyatumia. Nikuombe tu uendelee kufuatilia vipindi vijavyo, na Mwenyezi Mungu akubariki, akuendeleze kuwa ni mtu ambaye utakayefuatilia vipindi vinavyofuata. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Midraj TV, tabasamu lenye kudumu.